Panapokuwa hakuna utii wa viongozi katika maeneo ya kazi, hapo haiwezi kazi ikafanyika. Kwa hivyo nawashukuru watoa mada wetu kwa kutuelezea, wametumia muda mfupi dakika 20, lakini hoja zao za kina ni matumaini yangu kwamba sote tumefahamu na hatuhitaji kuyasema zaidi. Na fitina, majungu kwenye maeneo yetu ya kazi, tusipojiambia wenyewe watatokea watu watuambie. Mimi ningependa tuambizane sisi wenyewe. Majungu na fitina zimekithiri katika maeneo yetu ya kazi. Binafsi kama kiongozi mkuu, ninapokea taarifa kila mara juu ya kutokuwepo kwa amani katika taasisi mbalimbali kwa sababu ya watu wanagombana. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba tuhakikishe kwamba kuna utii wa viongozi katika maeneo ya kazi, lakini vile vile tuhakikishe kwamba tunaondokana na tabia hizi za fitina, za majungu katika maeneo yetu ya kazi. Kanuni ya Bwana Mtume inasema mwenye kumtii kiongozi kanitii, mwenye kumuasi kiongozi kaniasi. Na Qur'an inasema ukimuasi Allah na mtume wake mafikio yako ni moto wa Jahannam. Leo imekuwa uongozi kinyang'anyiro mpaka watu kupotezeana damu. Nani anafurahia hayo? Yuko mtu anayefurahia kuwa zipotee damu ili yeye apate uongozi? Wewe utakuwa si binadamu. Kwa hiyo tumsaidie mheshimiwa, tunaelekea pahali pazito hapo mbele. Na haya miongozo tunayoipata kutoka kwenye sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunapaswa kuifanya na kuifuata kikamilifu. Kinyume cha hivyo, wallahi hatokutetea rais siku ya kiyama. Wallahi hatokutetea.